yanayosababisha ndoa kuwa katika misukosuko. Ndoa nyingi zinakuwa katika misukosuko, zinakuwa katika matatizo, zinapitia changamoto mbalimbali. Unaweza kuona mtu amefunga ndoa, ndoa yake inaanza vizuri kabisa, ikiwa yenye furaha, ikiwa ina matumaini, ikiwa ina baraka. Lakini baada ya siku si nyingi, utaona ndoa inabadilika. Badala ya ndoa kuwa na furaha kama ulivyozoea, unaona ndoa inaanza kuwa chungu. Wapendwa, hapa leo nakwenda kuelezea yanayosababisha ndoa nyingi kuwa na changamoto, ndoa kuwa na mivutano, ndoa kuwa na migongano, ndoa kukosa furaha. Yapo mambo matano yanayosababisha ndoa kuwa na changamoto mbalimbali. Baadhi ya mambo haya yanayofanyisha ndoa kuwa na changamoto mbalimbali, la kwanza ni ndoa kufungwa katika msingi dhaifu. Msingi dhaifu na maanisha funga bila msingi imara. Ndoa inafungwa bila kuwa na upendo thabiti. Ndoa inafungwa bila kuwa na imani thabiti kwa Mungu. La pili linasababisha ndoa kutodumu au kuwa na matatizo ni wale wanandoa, wale waliofunga ndoa kutozingatia yale yaliyowapeleka katika ndoa. Kukosa kujitambua, kukosa kujua nini kimewapeleka katika ndoa. Kukosa kujua nini kimefanya ndoa iwe ndoa. Kushindwa kujua kwa nini mmoja ameingia katika ndoa. Ukiona ujui kwenye ndoa umeenda kufanya nini, hapo ujue ndoa yako inaweza ikaingia katika changamoto. Watu wanaingia kwenye ndoa hawajui ameenda kwenye ndoa kufanya nini, hawajui kwa nini yupo kwenye ndoa, hajui anatafuta nini kwenye ndoa, anafuata mkumbo tu. Basi mwenye ndoa ya namna hiyo, ambaye amefika pale hajui, hajitambui, ndoa yake itakuwa na changamoto. La tatu linalozingatia linasababisha ndoa kuwa na changamoto ni kwamba kukosa kuzingatia yale yanayokufanya udumu katika upendo, kutozingatia yale yanayokusaidia kukuza upendo katika ndoa, au tuseme kukosa ujuzi wa kupenda. Kukosa ujuzi wa kupenda. Kosa ujuzi wa kupenda. Mtu anapokosa ujuzi wa kupenda, anapokuwa hajui katika ndoa mwanaume anataka nini, anapokuwa hajui katika ndoa mwanamke anataka nini, basi hiyo itasababisha ndoa kuwa na tatizo. Na la tano linasababisha ndoa nyingi kuwa na changamoto ni uvivu wa kifikra, uvivu wa kutofikiria vizuri na uvivu wa kufanya kazi. Ndoa nyingi zinaingia katika matatizo kwa kuwa watu wanakuwa ni wavivu. Sasa tuanze na la kwanza. Wapendwa katika Kristo, yapo matatizo mengi yanayopelekea ndoa kuvunjika. Yapo matatizo mengi yanapelekea ndoa kuvunjika.
Yapo matatizo mengi yanasababisha ndoa kuwa na migogoro, ndoa kukosa amani. Ziko sababu nyingi, lakini hapa nimeangalia baadhi ya sababu hizo unazozifahamu. Nimechambua sababu 5 tu. Sababu ya kwanza ni ndoa kufungwa katika msingi uliokuwa dhaifu. Katika msingi dhaifu, inafungwa juu ya mchanga bila kukosa msingi imara kabisa. Ndoa inafungwa bila kuwa na upendo thabiti, bila kuwa na imani kwa Mungu. Inasababisha ndoa hiyo inakuwa imefungwa juu ya mchanga. Juu ya mchanga. Huu mchanga wa bahari huu, huwezi kujenga nyumba yako juu ya mchanga huu. Ukijenga nyumba juu ya huu mchanga, hakika nyumba hiyo haitasimama, itabomoka. Ukijenga ndoa juu ya vigezo ambavyo si sahihi, hakika ndoa hiyo haitatulia, haitasimama. Ifungwe juu ya upendo thabiti, juu ya imani kwa Mwenyezi Mungu, na kuweza kutambua umeenda katika ndoa kufanya nini. Usimpende mtu kwa sababu zisizokuwa za msingi. Kuna wengine unakuta anaamua kumpenda mtu kwa mambo ya nje. Anaamua kumpenda mtu, pengine anafunga ndoa kwa kuwa tu fulani anafungana ndoa anafanya kazi nzuri, ni engineer, ni architect, anafanya kazi kwenye kampuni nzuri, anamiliki pesa, basi unaamua kufunga naye ndoa. Au unafunga ndoa na mtu kwa kuwa tu mtu huyo ni mtu ambaye kwa kweli wewe unadhani pengine ni binti. Unaona, unafunga ndoa ukiangalia uzuri wa binti. Unapofunga ndoa na mtu ukiangalia uzuri tu wa binti, basi hapo inakuwa ni tatizo. Usiangalie uzuri. Unapofunga ndoa umebezi katika uzuri tu. Rangi, umeangalia binti umeona na rangi fulani, sema hiyo rangi itafaa. Hiyo itakuwa shida. Maana rangi ikipotea, ndoa pia itavunjika. Unapofunga ndoa na binti, wewe kilikuwa umefunga kwa ajili ya shepu. Umefunga ndoa na binti ukizingatia kwamba ana shepu. Hiyo shepu itafika siku itatoka. Shepu ikitoka, maana yake ndoa itavunjika. Unafunga ndoa na binti kwa kuwa pengine ni msanii. Ile sanaa yake ikiisha, ndoa itaisha. Hayo ni baadhi ya mambo yanayosababisha unafunga ndoa katika msingi usio wenyewe. Inabidi ufunge ndoa ukiwa na msingi mkubwa wa upendo. Upendo kwa Mungu Mwenyezi. Upendo kwa huyo mwanandoa. Unapofunga ndoa na mtu, wakati unampenda kwa asilimia zote, unampenda nafsi yake. Unapoipenda nafsi ya mtu, basi ndoa hiyo kwa uhakika, ndoa hiyo itadumu na haitaweza kuondoka. Maana nafsi inadumu. Nafsi inadumu maisha yote. Lakini sifa nyingine hizo, pesa, sijui uzuri, sijui nini, vitu vyote hivyo ni vya muda. Ni vya muda. Pesa ni za muda, uzuri ni wa muda, rangi ni ya muda, sijui nini ni ya muda, cheo ni cha muda. Lakini ukiipenda nafsi ya mtu, hakika ndoa hiyo itadumu na itakuwa ni ndoa yenye mafanikio. Labda tuwasaidie vijana wa sasa, basi wajitahidi vijana, wajitahidi kufunga ndoa wakiwa wamebezi zaidi katika upendo thabiti. Kwa ipende nafsi ya yule anayefunga naye ndoa. Ipende nafsi yake.